Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ni mara nyingine ambapo tunataka kusikiza kipindi cha Familia na Kaya, na yangu kwa ufupi ni kukaribisha mnenaji wa wakati huu ambaye ni Elder Joseph Ofiro, na kwa ili niguze kidogo tu kwa wale ambao hawakuwa jana, nitaguzia tu kwa ufupi. Jana tulifundishwa kuhusu jinsi ya kutatua mzozo katika jamii, mzozo au mgogoro. Tulielezewa kwamba jamii kuna mzozo mingi, na tuliweza kufundishwa jinsi ya kutatua maneno hayo, na tuliambiwa ya kwamba wakati unatatua mzozo usikuwe mtu wa haraka, uwe na roho na moyo wa usikivu ili uweze kupata hayo maneno, ndio ukuwe na nafasi kutatua tatizo hilo. Kabla tujaanza na kumwalika mzee wetu, naomba tufunge macho ili tupate maombi. Bwana yetu aliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu ambao umetupatia. Umekuwa nasi kwa muda wa wiki moja, na nafasi hii pia naomba Roho wako Mtakatifu iweze kushuka hapa kanisani ili uweze kupatia mnenaji Elder Ofiro maneno ambayo atanena na washiriki wa Kizingo na wageni ambao tuko nao. Bwana, tunakushukuru kwa sababu umeweza kutupatia jinsi ya kutatua mambo mengi katika jamii. Tumekuwa na mafunzo mengi ambayo yanatutayarisha kurudi kwa mwana wako kwa mara ya pili. Na ni ombi langu ya kwamba wakati utakaporudi, sisi ambayo tuko hapa pamoja na wenzetu na marafiki na watu wote, tutakuwa hapo tukisema huyu ndio Bwana ambaye tumekuwa tukisubiri. Kuwa nasi katika muda huu wa kipindi hiki, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Asante sana ndugu. Na wasalimu tena jioni hii ya leo. Bwana asifiwe. The Lord is good. And all the time. Bado siwasikii mlioko hapa. The Lord is good. And all the time. I wish mungereza ndio wale walioko nje wanaotufuata kwa YouTube, Facebook na Instagram na radio waweze kusikia. The Lord is good. And all the time. Na wakati ni wakati wa reformation ni sasa ama ni lini? Wakati wa kubadilika nyumbani ni wakati wa kuoa mapema ni, na wakati wa kuondoa jamu ni. Asante. Mungu awabariki sana. Kama mlivyoelezwa, jina langu ni Joseph Ofiro, na ninashukuru Mungu tena kwa fursa nyingine ambaye ametupatia siku ya leo. Hakika Bwana amekuwa mwema tangu tulipoanza Jumamosi iliyopita, na Mungu amezidi kuwa pamoja nasi, na tutaendelea na mafundisho na mahubiri katika eneo hili hadi tarehe 26. Hivyo usichoke mahali ulipo, endelea kufuatilia mahali ulipo, na naamini ya kwamba si lazima uwe hapa. Hata hapo ulipo Bwana anaweza bado kuzungumza na wewe na kuleta mageuzi maishani mwako. Leo tunaenda kuzungumzia juu ya mabadiliko katika maisha ya familia. A shift in family life. Tulipoanza Jumamosi iliyopita, tulizungumzia juu lengo kuu la Mungu kwa familia. Lengo kuu la Mungu, God's purpose for family life or for family. Leo tunataka tuzungumzie sasa, ndio Mungu aliazimia. Mungu alikuwa na lengo kuu kwetu kama familia. Na je, dhambi ilipoingia imeathiri vipi taasisi hii ya ndoa, na ni mabadiliko gani ambayo yameingia, yamkini yamezorotesha taasisi ya ndoa mpaka imekosa heshima iliyokuwa nayo hapo mwanzo? Heshima ya taasisi hii haipo tena. Na Waibrania 13 aya ya 4 inasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana uasherati
na wazinzi Mungu atawahukumu adhabu. Ndoa na iheshimiwe. Tena anasema na watu wote. Malazi nayo yawe safi. Wajua tukizungumzia malazi yawe safi, watu wengine wanafikiria ni zile shiti za kitandani, ni blanketi. Kama we ni mtu wa kiroho, ndoa na iheshimiwe, inamhusu mume na mke. Malazi ni wewe usidefile mwili wako. Mwili wako uwe msafi. Unywe tu kwa kisima chako. Usichukue mwili wako na kuanza kugawanya. Hilo ndilo lengo la malazi yawe masafi. Ukisoma katika unabii, unaposoma kwamba walio kitani safi. Kitani safi inayosema kwa kitabu cha unabii ni tabia njema za watakatifu. Kwa hivyo malazi yawe masafi. Utunze mwili wako uwe msafi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tendo la kujamiana na kila mtu, uelewe ni kwamba kila mtu, ili ni tendo la kiroho. Unapoingia kila mahali, watu wengine wana mikosi, watu wengine hujui kama wameperform rituals gani. So unapoingiana na watu, unabeba huo uchafu, unabeba hivyo visirani, unajikuta umekuwa initiated kwa vitu ambavyo hawajui, kwa tendo hilo la kujamiana. Ndio Mungu anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Mabadiliko makubwa, wapendwa, ya kihistoria ya familia yameathiri sana pakubwa taasisi hii ya ndoa, the marriage institution, na kwamba tumepuzilia mbali mfumo wa jadi wa kinuclear, traditional nuclear family system. Yani ile tradition, baba, mama na watoto. Hata angalia katika traditions za Kiafrika, njoo hata kwa Mijikenda, utakuta kama mji ni wa Mzee Kazungu, ako hapo na watoto wake, wajukuu, vitukuu. Hiyo ndio ilikuwa system. Sote tunakaa pale, na kama mtoto atatenda kosa mahali, hangoji baba mzazi, ataadhibiwa na yule mtu yuko karibu, kwa sababu aibu ya mtoto ule ni aibu ya familia nzima. Kwa hivyo jambo lolote angefanya mtu, ingeathiri kijiji kizima na familia nzima, na hiyo ilifanya watu wakawa na maadili mazuri. Lakini watu wamepuzilia mbali mfumo huu wa jadi wa nuclear ya kifamilia, na imezipa nafasi mifumo mingine sasa imezuka ya kizazi kipya. Kizazi kipya, mifumo ni mingi sasa. Kama mfano, tuna familia ya mzazi mmoja, single parent. Actually it has become the in thing. Saizi 28% ya watoto wanaishi kwa familia za mzazi mmoja. Si kwamba tunawadharau watoto wanaokulia katika nyumba za mzazi mmoja, bali tunataka tu kuangazia madhara yanayotokana na kupuzilia mbali mfumo wa zamani wa kinuclear uliowafanya watu wakajengeka na maadili mazuri. Kila watu walikuwa na maadili na ilileta heshima kwa community. Number 2, familia za kambo, step families. Watoto wanaishi na babu na nyanya. Wengine wanaishi katika nyumba za mayatima. Na wanapokaa katika nyumba za mayatima with different caregivers, hakuna attachment. Hakuna. Leo huyu amekaa 2 months, 3 months, 1 year ameenda, mtoto anajikuta katika confusion. Wengine wanaishi katika familia za mitaa, street families. Na Brazil ilikuwa inaongoza kwa street families. Na mnaona hata Mombasa, Kenya nzima. Na watoto mnaoona kwa streets, si kwamba wengine walizalika kwa streets. Kuna wengine wanatoka kwa familia ambazo ni za maana, lakini mtoto amekimbilia kwa streets kwa sababu zipo. Namba 3 ni familia za mashoga na wasagaji, gay and lesbians. Yani we mwanamume na akili zako hizi na mwili huu Mungu alikuumba nao, na kuna vile ambavyo tumeumbwa sisi wanaume. Nenda leo ukavue nguo zako, simama kwa kioo, jiangalie vizuri, alafu wewe wamtongoza mwanamume mwenzako. Wajua Mungu alituumba kwamba chakula tukishakula, tukishakula kitashuka, tutasaga,
kitatiririka, na katika masaa yake yatakwenda, kisha itachujwa. Baadaye kuna bomba la kutoa uchafu, bomba. Lakini wewe, kwa vile tayari shetani amekujaza na uchafu, maana ndio kazi yake, hisia zako hazimuibuki mwanamke wa kawaida, zinamuibukia mwanamume mwenzako. Yaani unkaa mwanamume mwenzako ako na kitu kama cha kwako, ndio unakaa. Sasa bomba la kutolea uchafu, hapo ndipo wewe unakaa, na ndani yako unasikia kabisa unafanya vitu vya maana. Lakini nataka nikwambie, si mpango wa Mungu, ni mpango wa shetani huo. Na umekaa, wengine hata wanaishi kama mtu na mke. Wengine mataifa kama Marekani wamehalalisha, na hata humu Kenya wanafanya tu, watu tunawajua wanaishi. Yaani mwanamume mwenzako, wewe unketi hivi kwa sofa, mwanamume mwenzako amefunga towel yake hivi, anapita akienda kuoga, ati na wewe unasema mke wako huyo mke wako. Yaani jiulize tu, kama si wenda wazimu ni nini huo? Hayo hakupanga Mwenyezi Mungu hayo. Na ukisoma kitabu cha Romans chapter 1 kinakuelezea, na kwamba Mungu saa zingine anaturuhusu, kama tumeamua kuzama kwa dhambi, anaruhusu. Nyingine tena, hata na wanawake, unachukua mwanamke mwenzako, eti hisia zimeibuka, mnashikana, mnabusiana, hata mbusiane, mshikane, kuna tendo moja halitakamilika hilo. Hata uchukue toy ulete, hata uchukue vibrator ulete, kuna tendo moja kati ya mwanamke na halitakamilika. Ni kwamba tu psychologically umejipsych, lakini atakwambia kwamba at the end of the day, hata mwenyewe ukikaa unaona huu ni ukatuni, kuna kitu hakijakamilika hapa, kuna kitu. Na hatujakaa tukaona ni shetani analeta hizo. Na hayo yote yanafanyika kwa sababu gani? Kuathiri taasisi ya ndoa. Manake the moment uko glued kwa lesbianism, kwa gayism, it means you are narrow, yani hautaoa na hautaolewa kwa sababu sasa umechukua hali ambayo sio. Nyingine ni uhawara, cohabitation or come we stay. Hii nitazungumzia sana, maana hii wewe unanisikiliza, hata labda ndio inakuathiri. Hii ndio imebeba watu wengi, come we stay. Yani unaishi tu Mombasa hii, Nairobi hii, Nakuru hii, Kindubei hii, unkaa tu wewe, unkaa katika kitu ambacho hakieleweki. Tatizo kubwa ni nini? Nitarudi baadaye. Tatizo kubwa number 1 ni ubinafsi, individualism. In the 21st century, watu wamejikata. Watu wanasema wanajua haki zao, kila mtu tuko sawa, wanawake na wanaume tuko sawa, na neno la Mungu nasema hatuko sawa hivyo, kwamba mume ni kichwa na mke yeye ni msaidizi. Neno lasema, lakini sasa kizazi cha leo chasema hapana, tuko sawa. Hata utasikia kijana anakuambia I'm looking for a lady ambaye ataleta kitu kwa meza. Yani a lady ambaye naye atakuwa analeta kitu. Yani sasa wanaume hawataki kuoa wanawake wawajibike, wawatunze wake wao, such that unakuwa proud as a father, you are taking care of your family. You want somebody ambaye ataleta kitu on the table, yeye alete payslip, akwambie input yake ni gani. Si mpango wa Mungu huo. Mwanamke alipewa vitu vingapi alipotenda dhambi? Biblia inasema umesikiza sauti ya nyoka, ukaisikiza. Sasa anasema nitakuongezea utungu kwa kuzaa kwako. Ataongeza uchungu wakati wa kuzaa. Siji pale mwanzo alipanga mtazaa tu starehe, hamna, sielewi, lakini anasema ataongeza. Na ni kweli, wakati wanawake wanazaa wanalia, wanapiga nduru. Nimeshuhudia siku nyingine, nipeleka wa kwangu, nikaingia bahati mbaya nikakuta mwingine ameseto anapiga nduru. Sitarudia tena. Naso anasema urongo, utarudi tu. Yaani wanalia kweli wanawake huko. Lakini tena mtoto akianguka papu, tena anaanza kusmailia ule mtoto, na alikuwa anapiga nduru. Sasa mwanamke aliambiwa ataongezewa uchungu. Namba 2, tamaa yake itawaka. Kisha tamaa ikiwaka, inawaka tamaa, kisha atatawalwa na mume wake. Tamaa yake itawaka juu ya mume wake. Vitu vingapi? Uchungu, tamaa itawaka juu ya mume wake. Ni mume wake tu, na wanawake wana wivu na ume zao. Alafu anarudi anasema sasa, kando na tamaa, utatawalwa. So wakati unataka unashindana na mume wako, jua unaenda kinyume.
utatawalwa, neno la Bwana lasema. Lakini kabla ya anguko la dhambi, Mungu hakusema mwanamume atamtawala mwanamke. Nenda ukasome Genesis. Anasema na tumuumbe mtu na mwanadamu. Mungu akamuumba mwanadamu mke kwa mume aliwaumba ili waende watawale. Hakukuwa na mwingine, waende watawale wanyama. Na baada ya dhambi mke akaambiwa atatawalwa. Lakini maisha ya leo wapendwa, maisha ya leo individualism, wanasema ya kwamba ili mradi wewe mimi tuko huru. Yani ikiwa wewe na mimi tuko huru, dhana hii kwamba mimi na wewe we are two grown-ups na tumeagree tunaweza kuingia kwa ndoa na tunaweza kuivunja. Tunaweza ingia bila kuhusisha wazazi na tunaweza ivunja bila hata kuhusisha wazazi. Na hili limechangia sana kuvunjika kwa ndoa nyingi na kuathiri watoto. Watoto ndio wameathirika. Watu wanapoingia katika ndoa ambazo haziko committal, watu wanakaa, I'm not committed to this marriage. Tunapoachana watoto ndio wanapata shida. Ubinafsi wapendwa umefanya watu kutojali maslahi ya watoto na kuwanyanyasa tena na wanateseka. Mimi ni mpatanishi. Kati mwingine nafanya kazi kule FIDA na tunapatanisha mediation. Saizi ndio the thing. Ukienda kotini kwa mambo za civil za judicial mediation, niwa ninaketi pale, naona watu wanakuja kila aina, na wanaokuja wengi, wanaokuja si wanaume, wanawake. Kwa sababu mambo yalipoharibika, wanawake ndio wanatoka sasa wakienda kutafuta. Yani mlikutana kwa raha, baby, honey, bla bla. Sasa mnaachana, sasa tena unaenda kwa mashirika ya kusaidia kutafuta. Kwa hivyo kuvunjika kwa ndoa za mapema mara nyingi kwa sababishwa na ukosefu wa misingi thabiti ya kijamii ambayo ndoa imejengwa kwayo. Misingi ni ipi? Unapofuata mfumo wa zamani wa jadi wa kuolewa, umeweka msingi such that unapo enter into this marriage, hata mume hata kuchezea wala mwanamke hata kuchezea, sababu ni kitu ambacho kimebeba watu wote. Hata ukisoma kitabu cha The River and the Source, unaelezwa kabisa kwamba tamaduni za Wajaluo zilikuwepo ambazo watu walifuata na zilileta heshima na watu walioana wala hawakuachana. Lakini sasa hivi the western culture imetuingia. Mungu aliazimu ndoa iwe chanzo cha watu kuwa na nyumba mpya. Nitatoka, utatoka, tutaambatana, tutakuwa kitu kimoja. Tutatoka kwa wazazi, tutaenda na unapotoka usibebane na wazazi. Usibebane, yani kubebana vipi? Unapoingia kwa ndoa umetoka kwenu, usibebe ndugu zako na mama zako psychologically kwa ndoa. No, mwaenda nyinyi. Kwa hivyo nyumba hii ya mandoa ingekuwa ni chanzo cha nyumba mpya, maisha ya ngono, kuzaliwa kwa watoto, maisha ya ngono. Waenda kujifunza, maana ni kitu ulikuwa hujafanya. Hilo ndio lilikuwa lengo la Bwana. Na ni kweli wanavyosema watu wa leo, kizazi cha leo, kwamba ndoa ni mapatano ya watu wawili. Ni kweli. Lakini nataka nikwambie ni mapatano yanayofuata njia za kisheria na maadili na ya kijamii na ya kidini. Watu wawili wanaokutana, wanakubaliana, then wanaenda kwa introduction both sides, then the families zinakutana, then zina agree, na kunakuwa ni kitu kiko na blessings. Napenda wa Mijikenda, msichana huwa anapelekwa jioni, anaenda kuhaswa. Yani nimehudhuria, my daughter in law is a Mijikenda. Ukihudhuria hiyo ni sherehe ambayo wajomba wana bless, yani mibaraka mitupu umebeba ukienda kwako. Hii ya leo hii uko Mombasa hii, na hata kwenu watu hawajui. Ulitoka Nyaribari Masaba na mwingine akatoka Uyugis, mkakutana ndani ya Nyamira Express na mkaja Mombasa. Hakuna ajuae. Nataka nikwambie ni swala ambalo limejengeka katika maadili mema tunapofanya hivyo. Lakini mmomonyoko wa maadili na ubinafsi huu ambao tunauzungumzia umechangia sana na umewafanya watu wanaishi kiholela bila kutilia mpango ama maanani. Na ndio maana unakuta hata kuna wanawake wakisha realize wameingia kwa hii kitu inaleta aibu, hata wana apply loan
anachupatia jamaa 300 apeleke mahari akamlipie yani ni kama wewe ndio unajioa sasa. Na Biblia inaniambia kuna mwanamume alifanya kazi miaka 7 akapewa mke sie. Aliposema huyu sie akaambiwa afanye tena kazi miaka 7. Lakini wewe una apply, yani na akili zako mwanamke umekaa kama mjinga, una application form. Mimi Magdalena Awinja I'm applying for a loan ya 400 kumpa mwanamume akakutolea mahari. Kama wewe si wa Mathare, si wewe ni wa Potriz. Kwa mpango wa Mungu, wapendwa, uhawara umeleta mabadiliko makubwa sana katika maisha ya kifamilia. Yani umeleta mapinduzi, the global revolution, na imechangia pakubwa sana ya watu kuachana. Wanawake wanatumiwa na kuachwa. Neno kuachwa English hata ileti ati kuachwa. The English word, you are being dumped. Kudump kitu ni kinatupwa. Mtu amekutumia, umemfulia, umekuwa kiosha, analala na wewe, amekuzalisha, anakudump. Kisha akikudump, anarudi kwao kwa family, wanamuembrace kama kijana, wanatangaza harusi, family imeingia, wewe una float na watoto. Sasa mara uko FIDA, mara uko kwa children department, maana sijui uko wapi, unamtafuta sasa, unamtafuta. Kwa sababu hukutaka kumwambia Bwana akupe speed governor. Chochote unachotaka ukimwambia Bwana nipe speed governor, atakupa. Utaweza kudhibiti hisia zako, na kwa majira yake Mungu alivyoazimia utaweza kabisa. Hali hii ya kamwistay inadhoofisha ndoa, kwa sababu inadhoofisha ndoa vipi? Yale maadili ya ndoa vipi? Sababu inachosha, it exhausts all the excitement. Yani ile excitement, msisimko wa kimapenzi na kila kitu. Umekaa na mtu for 4, 5, 10 years, aja kuoa, hata mkija kuformalize hakuna. Na ndio maana vijana wengi leo, kwa nini nasema hili? Nasema hili kwa sababu ndoa nyingi zavunjika mapema. Vijana wanaolewa 2, 3 months, 6 months, atunasikia mimi huyu mtu amenichosha, huyu mtu. Kwa sababu gani? For the last 5 years umekuwa kilala na huyu mtu, unafanya kila kitu. There's nothing new that excites your passion. Hakuna. Kila kitu na mkipanga harusi, hata mseme wacha tutenge like 200,000 hawa waende honeymoon kama Zanzibar. Wanakwambia hapana, tupatie hizo hela tutumie. Ni nini wanafuata Zanzibar? Ni nini wanafuata? Kila kitu wanajua. Nini wanafuata? Nini wasijua? Kila kitu wanajua. Kwa hivyo watu wanaishi kama mme na mke, wanazaa watoto, wapendwa, watoto wanazaliwa bila family support system, na inaleta shida. Uhawara uleta nini? Inaleta aibu kwa familia, inaleta dharau na misongo, na wazazi wanaishi kama wanalia. Hakuna heshima. Nakwambia leo, wewe ambao umewekwa, hakuna heshima. Hata kama una cheo gani kazini, kama umewekwa mtu hajui kwenu, hajawahi kwenda kwenu, hajui wazazi wako, wewe hujui, yani umewekwa tu, hata uwe na cheo gani, hamna heshima yoyote. Kwa sababu watu hawakutambui kama in-law, hawakutambui kama mkwe, watu hawakutambui, na hata umma haikutambui. Na ndio maana kukitokea maafa, sasa una float, watu hawajui nafasi yako, hawajui. Inaleta kero, na matukio kama haya huleta changamoto kwa watoto za utambulisho, identity crisis. Watoto wako confused, hawaelewi. Hali hizi hufanya wanawake wengi kuwa na shida tena sana, na wanawake ndio wanaathirika zaidi, wapendwa, vile ambavyo nimewaeleza wanaathirika. Uhara huu umechangia kuongezeka, vile nimesema mwanzo, kwa kuvunjika ndoa, kuchelewa kuoa na kuolewa. Wakati umejiengage kwa cohabitation, una postpone your marriage, you are wasting your time. Now most ladies, unajua ukifika 36, 38 hapa, sasa umeanza kugambo na life yako. Msichana unatakiwa between 25, 26, 28 to 30 umeshajaliwa, umepata, unazaa watoto wako mapema. Research inasema ukifika 38 kwenda 40s, you might end up kuzaa watoto ambao ni mabonzo. Yani bonzo vipi? Si kwamba ni machizi vile, yani ni mzima tu akionekana. Shuleni anafundishwa asubuhi mpaka jioni, hashiki. Na ndio maana ni vizuri, sasa mtu alikaa na wewe miaka hiyo yote anakutumia, inakuwa ni shida, unapoteza muda
tena sana sana sana. Wanawake vile nimesema wanaathiriwa sana sana sana. Kwa sababu gani? Mwanamume hujichukulia kwamba hajaolewa na hivyo kumfanya anakwepa majukumu. Non-committal, you are in a non-committal relationship. Mwanaume hayuko committed, na wanapoachana mwanamke huachwa na watoto. Jamaa anaenda kwa vile nimekuambia. Na ndio maana wapendwa, ni vyema tuweze kukaa kama wewe uko na uko kwa ndoa kama hii. It's high time mformalize ndoa yenu. Nenda kwa wazazi waweze kujua mnaishi. Nenda ukamtolee mke wako mahari, umpe udhibiti, akae akijua. Mwanamke yote hajatolewa mahari katika familia hana udhibiti. Nenda ukafanya hivyo wapendwa, Na ninapomalizia nataka nikwambie kwamba shida nyingi zinatokea kwa watoto. Matokeo ya watoto ambao wazazi huachana mapema, wengine hufa mapema, wengine hukosa afya njema, wengine hawafanyi vyema shuleni, hivyo wanapata matokeo mabaya. Wengine hugeukia madawa ya kulevya na ujangili. Wengine huona hakuna maana ya kuoa ama kuolewa kama kuolewa ni huku. So watoto wanaishi na wazazi ambao hawajali, permissive. Hawajali watoto wametoka, wamerudi, they don't care. Wamejitenga emotionally, kuna disconnect kati ya huyo wazazi kama hao. Wanajijali wenyewe. Wazazi kama hao utakuta wao ndo wanajijali, wanaacha watoto. Wengine wanatoka wanaenda out, wanaacha watoto kwa nyumba peke yao. Mmesikia visa watoto wamechomeka ndani ya nyumba. Wengine wamechukua watoto wamewaachia wazazi. Sasa mtoto anamuita mamako mama, wewe anakuita auntie kwa sababu ya makosa ambayo hayakufanyika. Nataka nikwambia kwamba Mungu aweze kutujalia watoto kama hawa, tuwajalie na tuwaombee, na wewe pia ufanye maamuzi yaliyo mazuri. Ninaziita familia ambazo zinanisikiza jioni ya leo, mahali popote ulipo, kama mumeekana, it's high time mformalize. Na wewe ambao hujaingia katika institution hii, take care. Ujue unapopiga hatua kuingia, je, unaingia namna gani? Unaingia kwa hali ambayo italeta heshima? Fanya hivyo ili uweze kujisaidia na ulete heshima. Heshima, respect is earned. And when you gamble with your life, utaishi maisha ya shida. Na mimi napenda kuambia watu ninapomaliza, finali ya maisha ya ndoa inachezwa uzeeni. Vile unaanza sasa ndivyo ujue utamalizia. Ukijenga vizuri na wewe usubiri uanze vizuri, uzeeni utafurahia wokovu wa Bwana, maana utaishi vizuri na heshima, na hata unapolala unalala na heshima. Mungu aweze kuwabariki. Mungu aweze kuwabariki. Jina la Bwana lipate sifa. Na amani ya Bwana iwe nanyi. Na wakati Mungu awabariki. Tunakusifu Bwana, tunakuinua. Twalihimidi jina lako na kulitukuza. Asante Bwana kwa mausia ambayo umetupatia jioni ya leo. Katuwezeshe Mungu wetu. Sisi wenyewe hatuwezi. Walioko ndani uwajalie kuformalize ndoa zao. Wanaopanga kuingia uwawezeshe kutembea katika unyofu na uadilifu wako. Ndilo ombi letu, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen, amen, amen. Baada ya mafunzo mazuri kama hayo, basi inakuwa ni bora kabisa, manake Karo tumefunzwa